ya imani ya mtu kushuka au kupotea. Alafu tulipoanza kusoma maana tofauti kuhusu imani, tuliposoma kuhusu imani, tulipomaliza ile Jumapili iliyofuata askofu akaja akafundisha somo lingine, kwa hiyo tukuweza kumaliza somo kuhusu imani. Lakini leo tutaendelea na shule ya imani. Tumalizie somo kwa dakika chache, na I promise you sitazidisha muda wetu. Tutakapofika saa 5:30 nitahakikisha tumemaliza tayari, kwa sababu nimesimama kwenye wakati mzuri hata kama nilikuwa nimechelewa kidogo. Kwa hiyo nitahakikisha naenda na muda. Somo la imani ni somo pana na linahitaji usikivu wako. Bwana tusaidie sana. Linahitaji usikivu, lakini pia inahitaji uwe mtendaji. Baada ya kujifunza uanze kutenda. Somo la imani halitaki tu usikilize alafu baki nyumbani umetulia. Somo la imani linataka usikilize alafu baada ya hapo unaingia katika utendaji kazi. Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia sababu zinazopelekea imani ya mtu kushuka au imani ya mtu kupungua kwenye maisha yake. Kipindi kilichopita tulisema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Tukaona pia imani ni kuwa na uhakika kwenye mambo yatarajiwayo. Batatu, tukaona pia imani ni njia pekee ya kuona utukufu wa Mungu. Tukasema tena imani ni silaha ya kiroho ya kuuzima mishale ya moto au kuharibu mishale ya adui. Tukaona tena imani ni hitaji la Yesu atakapokuja duniani kuchukua kanisa. Yesu alishawahi kusema, je, nitakapokuja ulimwenguni nitaikuta imani? Kwa hiyo tukaona kwamba hakuna mfumo wowote unaoweza kufanya kazi kwenye maisha ya Kristo kama utasogeza imani pembeni. Na pia tena hakuna chochote kwenye maisha ya Kristo kinachoweza kufanya kazi kama utatoa imani kwenye huo mfumo. Kila mfumo wa muamini, kila mfumo wa mtu anayemwamini Yesu unahitaji imani. Maombi yanataka imani, ibada inataka imani, kufunga kunataka imani, kusoma Biblia kunataka imani, kukesha kunataka imani, utumishi uinjilisti unataka imani. Kwa hiyo imani ni sawasawa na maombi, imekaa pale katikati kuhakikisha kwamba kila kitu kinafanya kazi. Kila kitu kinafanya kazi kwenye kiwango ambacho kinatakiwa. Ndio maana kusema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa leo tutaangalia sababu 4 kwa nini imani inaweza ikapungua au kutoweka kwenye maisha ya mtu. Sababu ya kwanza kwa nini imani inaweza ikapungua au kutoweka kwenye maisha ya Mungu. Sababu ya kwanza ni uhaba au kukosa neno la Mungu ndani ya mtu. Uhaba wa neno la Mungu au kukosa neno la Mungu ndani ya mtu. Uhaba wa neno la Mungu au kukosa neno la Mungu ndani ya mtu. Imani inajengwa kwa neno. Kwa hiyo kama neno halipo, maana yake ni kwamba huna chanzo cha imani ndani yako. Imani inajengwa kwa neno. Kwa hiyo kama neno haliko ndani yako, hauna chanzo cha imani ndani yako. Kama ni Mkristo alafu hujawekeza katika kujifunza neno la Mungu, kiwango chako cha imani kitakuwa kidogo na kitapotea kabisa huko mbele unapoendelea kwenye safari. Kwa sababu imani ya Mkristo inajengwa juu ya neno la Mungu. Neno linasemaje maisha yako ndio itaamua uamini nini kwenye hali unayopitia mbele yako. Neno la Mungu linasemaje ndio itaamua ya kwamba uamini nini kwenye hali iliyopo mbele yako. Kwa hiyo imani inajengwa au kutengenezwa na neno la Mungu ndani ya mtu. Kwa imani ni kama chanzo
cha mto ili maji yatoke na kwenda. Neno ni kama chanzo cha mto ili maji yatoke na kutapakaa. Kwa hiyo neno ni chanzo cha imani ili imani itoke na kufanya kazi kwenye maisha yako. Pasipo neno la Mungu ndani yako, kiwango chako cha imani kadri siku zinavyozidi kwenda kitashuka na kupotea kabisa. Kwa hiyo imani inatengenezwa na neno. Na mtu aliyejenga imani yake juu ya neno sio rahisi kuyumbishwa na chochote kwenye maisha yake. Mtu aliyejenga imani yake juu ya neno sio rahisi kuyumbishwa na chochote kwenye maisha yake. Kiasi kwamba hali haiongei kwa nguvu kuliko neno la Mungu kwenye maisha yako. Kiasi kwamba mazingira hayaongei kwa nguvu kuliko neno la Mungu kwenye maisha yako. Kiasi kwamba chochote unachopitia hakiongei kwa nguvu kuliko neno la Mungu kwenye maisha yako. So the voice of the word of God must be stronger than any voice in this world. Sauti unayoipata kutoka kwenye neno la Mungu lazima iwe na nguvu kuliko sauti nyingine yoyote. Kwa hiyo kama kuna chanzo kingine cha taarifa kwenye maisha yako kitakachokuwa kinakupa taarifa kwenye maisha yako kuhusu maisha yako, kisiwe na nguvu zaidi ya chanzo ambacho ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiamua kusema kwamba ninaamua kuishi neno, maana yake umeamua kusema kwamba nimeamua kuishi maisha ya imani. Neno litaongea kwa nguvu kwenye kila kitu ambacho unapitia. Neno litasema kwa nguvu kwenye kila jambo unapitia. Maana yake neno ndio kiwanda cha imani. Ili imani itengenezwe ndani ya Mkristo, lazima Mkristo atenge muda kwenye neno la Mungu. Warumi 10:17. Warumi 10:17. Warumi 10:17. Inasema imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ni kusema kwamba kama hausikii neno la Mungu, huwezi ukawa na imani kwenye maisha yako. Warumi 10:17. Kama husikii neno la Mungu, huwezi ukawa na imani. Hii nasema ukweli. Tuna idadi kubwa ya Wakristo ambao kanisani wanaingia kutimiza ratiba, lakini uhalisia mioyo yao haimwamini Mungu hata kidogo. Tuna idadi kubwa ya watu ambao hata kwa nini hawajui hata wengine kwa nini wapo kanisani. Hawafahamu. Ni kwa sababu neno la Mungu halijapata nafasi kwenye maisha yao. Na watu watakapopita katika nyakati ngumu, lazima wamwache Mungu. Wanasema imani isiyoyumbishwa, imani isiyoyumbishwa inajengwa kwenye neno la kutoka kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo Paulo anawaambia Warumi, imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Maana yake unasikia nini kutoka kwenye neno, itaamua uamini nini ndani ya moyo wako. Kusema kwamba huna mchungaji anayekufundisha vizuri, huwezi kumwamini Mungu kikamilifu. Kiasi kwamba kama unasikiliza wahubiri wadanganyaji, huwezi kumwamini Mungu kikamilifu. Kwa sababu chanzo cha imani ni kile unachosikia. Mzee, naweza kuambia usiende hapo kwenye barabara hapo kuna simba. Hata kama hujaona, kuna picha inaingia kichwani mwako kwamba ni mkubwa, ana manyoya, alafu inaonekana ni simba mzee. Hata hujaenda. Unaanza tu mwenyewe. Na tena itakuwa imelala katikati ya barabara. Na unaanza kupata video za zamani hizo zionaga simba akirarua watu. Chanzo cha imani ni kusikia. Bwana saidie sana. Nikwambia kuna chui wakali hapo. Kuna movie ya Anaconda usije kuangalia ukaonaga chui huko nyuma. Unaanza kutengeneza picha kwa akili yako. Tena mtu anaonekana anabakabaka ngozi na njano. Yaani unamuona kabisa mpaka anakamilika chui hapo. Kwa sababu umesikia. Hivyo ukilipa neno la Mungu nguvu nafasi namna hiyo. Kwamba liongee alafu likusaidie mpaka kutengeneza picha kwenye ubongo wako. Wewe sio mtu wa kawaida kwenye maisha yako. Huwezi kuambishwa na chochote.
walisikia kwamba mjini kuna maandamano? Ngapi walisikia kwamba mjini pale kuna maandamano? Strike watu wa Mungu. Ngapi walisikia? Hebu niambie, kuna kitu ulikuwa unaona kwenye akili yako? Yaani unaona kabisa mabomu yanavotua na kulipuka kwenye miguu ya watu na hauko mjini. Hebu umesikia kwamba mjini kuna nini? Anafanya biashara mjini. Anaweza akajiona kabisa ni bomu limelipuka kwenye biashara yake hapo. Ndio maana atoki akaenda kule. Yaani kuna imani imetengenezeka wapi? Ndani ya moyo baada ya kufanyaje? Baada ya kusikia. Ndio maisha ya imani ya neno la Mungu yalivyo. Ukisikia picha utakayotengeneza moyoni wako ndio utakayoishi. Amen. Yaani picha itakayotengenezeka baada ya kusikia neno ndio utakayoishi. Ukikubali neno likwambia kwamba unaweza, utaishi uwezo wa kimungu ndani yako. Ukikubali neno likwambia kwamba unavuka, utaishi kuvuka ndani yako. Ukikubali neno likwambia kwamba wewe ni mshindi, utaishi ushindi ndani yako. Ukikubali neno likwambia kwamba wokovu ni wa faida, utaishi maisha ya furaha ndani ya wokovu. Kwa sababu neno limetengeneza picha ndani yako. Allow the word of God to create an image in your mind. Ruhusu neno la Mungu litengeneze picha kwenye maisha yako. Na useme kabisa, kioo changu mimi cha kujiangalia, kioo changu ni kione juu mpaka chini. Neno la Mungu sio maneno ya mashabiki wanaonizunguka. Wakisema tusitoa na kuja kwa neno nasemaje? Neno likiniambia kwamba mwanangu, endelea mbele. Mwanangu, ashe kuna nimekuahidi mambo makubwa, baada ya miaka 3 utakuwa mtu tofauti sana. Endelea mbele kwenye wokovu. Hiyo hali unayopitia mwanangu sasa hivi ni ya kitambo kidogo tu. Tena inakufanya unakuwa jasiri, utakuwa shuhuda kwa wengine. Wewe utawavusha wengine komaa kwenye hiyo hali. Hebu jikaze mwanangu, wewe jikaze tu. Utakuwa shuhuda. Wengine wakisikiliza ushuhuda wako, watavuka. Wewe kaza. Neno linakwambia hivyo, I say, nenda mbele. Endelea mbele. Fanya kile ambacho neno linataka ufanye. Amen. Ishi kile ambacho neno linataka uishi. Amen. Haleluya. Kwa hiyo imani chanzo ni kusikia na kusikia utaelewa wa Kristo. Unaelewa maana? Imani chanzo chake ni kusikia na kusikia utaelewa nani? Usikie neno, una nguvu yoyote ya kukabiliana na hali iliyoko mbele yako. Tunakwenda sawa sawa. So ndani ya Kristo wanapokutana na hali ngumu, nyakati tofauti, wanawahi kufanya kuinama kwa sababu hakuna neno la Mungu ndani yao la kukaza mfupa uwe imara hivi mbele ya shida na taabu. Bwana msaidie sana. Kuna mtu anaelewa Mungu? Kama ukisikia kwamba watu wanagawa hela pale, unatengeneza picha, ujue hata kiasi. Unaona kabisa naenda kupewa hela. Tena unajifaidi, mimi naweza nikapewa nyingi. Ujue hata kwa nini? Basi kuna watu wanagawa 10,000 hapo, nasema sasa naweza nikapewa hata 20. Ngoja tu niende. Yaani kuna picha inatengenezeka ndani yako. Natoa mfano mwepesi tuelewane. Baada ya kupata taarifa kwenye masikio yako, nini kinatengenezeka? Unapolisikia neno la Mungu, nini kinatengenezeka kwako? Ukisapata picha baada ya kulisikia neno la Mungu, ishi ile picha, acha kuangalia hali ulionayo. Bwana usaidie sana. Neno likisema likakupa picha kwenye akili yako, anza kuishi ile picha. Start to live that image from the word of God. Don't consider your situation, your condition. Start to live an image from the word of God. Hallelujah. Amen. Amen. Ishi ile picha. Kwa sababu kama neno la Mungu litashindwa kukufariji wewe ukabadilika. Yaani kama neno la Mungu litashindwa kukuongezea ujasiri kwenye maisha yako, aka apote mtu kule kabisa kwa mimi nimetoka peponi. Yaani kama hili litashindwa hili kukuvusha mahali, I say, hadi yule tajiri yule aliyekuwa kule anaungua kule na tajiri wa Lazaro atoke akwambie, I say, neno la Mungu ni kweli, hautaamini hata kidogo kama hutaamini hili neno ambalo tuko nalo hapa duniani. Kama hili neno halitakuongezea ujasiri kwenye maisha yako, hakuna mtu akuongezea ujasiri kwenye dunia. Nielewa. Kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 9 na 10. Mstari wa 8 na 9. Zaburi 118 mstari wa 8 na 9. Anasema ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia
au kuwaamini kwa lugha nyingine kuliko kuwatumainia wanadamu. Mstari wa 9, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Bwana msaidie sana. Kuna watu wamejenga imani yao juu ya vitu na watu. Imani iliyojengwa juu ya vitu na watu inaweza ukayumbishwa na chochote, saa yote na muda wote. Imani iliyojengwa juu ya vitu na watu inaweza kuyumbishwa saa yote na muda wote. Anasema heri kumtumainia Mungu kuliko kuwatumainia wakuu. Heri kumkimbilia Mungu kuliko kuwakimbilia wanadamu. Maana yake ni nini? Anatufundisha kwamba imani yetu sisi isijengwe juu ya vitu na juu ya watu, bali imani yetu sisi ijengwe juu ya neno la Mungu ndio liamue kwenye maisha yetu. Let the word of God be our final say in our life. Hallelujah. Let this one be the first and the last voice to your life. Sauti ya kwanza na sauti ya nini? Ya mwisho. Kama neno lilikwambia anza, neno litakwambia maliza. So umeanza kwa neno, unaanza kwenda kwa maneno ya watu. Ukianza kwa neno, maliza kwa neno. Haleluya. Ukifanya kwa neno, endelea kwa neno. So neno la Mungu litengeneza imani kwenye maisha yako. Hasa usiwategemee wanadamu. Usiwategemee wanadamu, wala usiwatumainie wakuu. Anajaribu kutafakarisha. Daudi anatuonyesha yeye ni mfalme. Unajua ni mfalme anaongea. Huyu ni mfalme anaongea. Amezungukwa na marafiki wakubwa wenye majeshi. Amezungukwa na matajiri. Unajua tajiri na kaga na tajiri. Unajua kitu? So Daudi anaongea amezungukwa na matajiri. Watu wenye uwezo wa kumsaidia. Jeshi lake likikwama, ndio kama pose hapo kidogo. Jeshi lake likikwama juu ya neno. Amen. Haleluya. Imani iliyojengwa juu ya vitu muda wote inaweza ikatoweka. Watu waliojenga imani zao juu ya neno sio rahisi kupotea kwenye mstari, hata kama vikiondolewa vitu ambavyo vinaonekana ni tumaini kwenye maisha yao, wao hawawezi kupotea kwa sababu imani yao imejengwa juu ya neno. Watu waliojenga imani yao juu ya neno sio rahisi kupotea kwenye mstari, hata kama vikiondolewa vitu ambavyo vinaonekana ni tumaini kwenye maisha yao, bado watasimama imara kwenye maisha yao. Hii ndio kusema Zaburi 46. Zaburi 46 mstari wa kwanza anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana tele wakati wa nini? Wa mateso. Kwa Mungu kwetu sisi ni nini? Watu ambao wameweka imani yao kwa Mungu sio rahisi kuondolewa kwenye mstari wa kumfuata Mungu, hata kama vile ambavyo kwa macho ya damu na nyama vinaonekana ndio tumaini lao. Watakapovitoa kwenye maisha yao, hawawezi wakawatoa hawa watu kwenye ushirika wao na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani tunaelewana? Jamani amen. Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7. Paulo anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Imani nimeilinda na mwendo nimeumaliza. Kwa hiyo imani, Paulo anajaribu kuonyesha kwamba ni namna gani imani ni kitu cha thamani cha kulinda. Katika vita zake zote Mtume Paulo alihakikisha kwenye vita yake hapotezi imani kwa Mungu. Bado aliendelea kubakiza imani yake kwa nani? Kwa Mungu. Kwenye vita zote ambazo anapigana Mtume Paulo alisema imani nimeilinda. Kwa nini? Kwa sababu imani ndio ilikuwa ikimpa nguvu ya kuendelea kustahimili hata kwenye nyakati ngumu. Tunakwenda sawa? So chochote kile kisitoe imani yako kwa nani? Kwa Mungu. Anasema vita nimepigana. Wapendwa, Paulo anasema nimepigana vita. Nimepambana. Tunakwenda sawa? Nimefanyaje? Nimepambana, lakini nimefanikiwa kulinda nini? Imani. Na nilivyoilinda imani ndio imenisaidia nikakamilisha mwendo. Kwa hiyo usipoilinda imani huwezi kukamilisha mwendo. If you can't protect the faith, you will stop there along the road. Kwa hiyo kukamilisha mwendo lazima uilinde imani. For you to finish at the line, you have to protect the faith. Kwanza lisa. Linda nini?
Imani kwa Mungu. Yaani chochote, lolote, linda imani kwa nani? Bwana tuendelee sana. Pointi ya pili. Muda umeisha. Usiogopi hata kama utaenda mwaka mzima. Pointi ya pili. Sababu ya pili ya imani kushuka, aina ya watu wanaokuzunguka. Aina ya watu wanaokuzunguka. Hiyo ni pointi ya pili. Aina ya watu wanaofanyaje? Umezungukwa na watu wana maneno ya aina gani? Watu wanaongea maneno ya kukata tamaa asubuhi, mchana mpaka jioni. Watu wanaongea maneno ya kuvunja moyo kuanzia asubuhi. Yaani ukiamka ameongea shida, ukitanaye kaongea shida, ukiachana naye kaongea shida, kwenye message shida, nikupigia shida, ukiona naye shida. Kila ukitanaye ni maneno ya kuvunja moyo. Umezungukwa na watu wa aina gani itaamua imani yako ikue au ifanyaje? Ishuke. Iendelee mbele au iondoke. Kitabu cha Ibrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza. Waebrania 12 mstari wa kwanza. Waebrania 12 mstari wa kwanza. Hebrews chapter 12 verse 1. Asa tumezungukwa na wimbi kubwa la mashahidi. Tumezungukwa na wimbi kubwa la mashahidi. Tumezungukwa na wimbi kubwa la nini? La mashahidi. Watu walioshinda vita kwa imani. So tunapaswa kujifunza kwao. Ukisoma Waebrania 11 kuanzia mstari wa 32 na kuendelea, anataja aina ya watu waliotuzunguka sisi. Anataja kina Gideon, kina Baraka, wakina Daudi, wakina Musa na watu tofauti ambao sisi ndio tunapaswa kujifunza kwao. Watu waliotuzunguka katika maisha ya imani. Haleluya. Tukijifunza kwao tunaendelea mbele. Umezungukwa na watu wa aina gani itaamua uende vipi kwenye maisha ya wokovu. Unakwenda sasa na Mungu. Jamani amen. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 5. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 5. Paulo anamwambia Timotheo kwamba imani ulionayo umeipata kwa bibi yako. Bibi yako alikuwa na imani kama hiyo. Umeipata kwa mama yako. Mama yako alikuwa na imani kama hiyo. Kwa hiyo wale watu waliomzunguka Timotheo walikuwa ni sababu ya Timotheo kumwamini Mungu kamilifu. Tunaona sasa walikuwa ni sababu ya Timotheo kumwamini nani? Mungu. Bibi, mama, ni watu ambao walikuwa wamejawa na imani. Wote kuwa na imani wasaidie watu wanaokuzunguka. Wamwamini Mungu kama wewe. Wajifunze kwa Mungu kama wewe. Ambapo pesa kwa Mungu ili wanaokuja nyuma yako wajifunze kama wewe. Wamwamini Mungu kama wewe. Biblia yake Timotheo alikaza. Mama yake Timotheo alikaza. Kumbe wakati wao wanakaza, hawakujua kwamba wanamsaidia Timotheo kalipokuwa kanakuwa, hawakujua kwamba wanamsaidia. Kwa hiyo kama fika umefanya utu uzima, Paulo anaona Timotheo ana imani kubwa kama nini. Sasa umejifunza kwa mama yako na kwa bibi yako. Bwana asaidie sana. Jamani amen. Luka 5:19. Luka 5:19. Kuna watu wana imani. Walimkuta mgonjwa. Jamaa anaumwa siku nyingi. Waliposikia kwamba Yesu ameingia katikati ya mji, yupo mahali fulani amekaa, wale watu kwa imani zao wakambeba yule mtu, wakaenda naye. Biblia inasema walipofika pale kwa Yesu wakaona watu wamezunguka, wamejaa kwa Yesu. Watu wamejaa. Walichofanya nini? Wakapanda juu, wakatoboa dari, wakamshusha mgonjwa kwa Yesu. Hao watu wenye imani wamemzunguka mtu. Kwa hiyo hata mgonjwa anaamini ya kwamba nitapona kwa sababu nimezungukwa na watu wenye nini? Wenye imani. Wanambeba mgonjwa, hawamtupi njiani. Wanambeba, wanaenda nao. Kuna wale ambao walimbeba mgonjwa wakakaa naye pembeni ya birika. Walipoona kwamba siku ya kwanza mgonjwa birika limetibuliwa, wamekosa nafasi. Siku ya pili birika limetibuliwa, wamekosa nafasi. Siku ya tatu yani wakaona huo ujinga, wakamwacha mgonjwa pale, wakakimbia zao wakarudi nyumbani. Wamechoka kuuguza mgonjwa. Watu wenye imani hapa. Siku Yesu anakuja na anakutana na yule mgonjwa. Wewe mbona kwa hapa sema niko hapa sina mtu akunitumbukiza birikani, malaika akishuka akichukua birika, hakuna mtu akunibeba na kunitumbukiza. Yesu anambia jituke godoro lako fulani. Wewe tunakwenda sawa sawa jamani. Kuna aina ya watu kukuzunguka utapata tabu. Utapata shida sana kuweza kumwamini Mungu. Maana wao hawamwamini Mungu hata. Wao wameshaanza kumaliza wenyewe. Na anawashindaga, anawaumiza, ndio maana hana ajenda nzuri na maisha yako. Hilo kwa kuwa unamwamini Mungu, endelea kumwamini Mungu. Ili wanaokuzunguka wajifunze kwako ili imani yako. Tunaona sasa, wajifunze kwako ile imani yako. Sisi sio hapa kwenda na mgonjwa tukamwacha hapo sababu ukosa imani. Sisi tutakaa naye, tutamtafuta Yesu mpaka huyu mtu ainuke. Mpaka huyu mtu apone.
Bwana saidie sana. Haleluya. Ushapoambia siku moja kwa ukiongea mgonjwa ukaona haponi au imekuwa mbaya, mgonjwa kazidiwa, weka mkono, mgonjwa kazidiwa. Umeitwa kama mtumishi wa Mungu. Beba na wewe ukisema tunaita ambulance kwenda hospitali. Na wewe saidia beba mgonjwa kumkiza huko ambulance. Pana wewe kwenye ambulance. Ninaenda hospitali. Kifika hospitali na ukishuka mhoma tena, unaendelea kuomba. Imesemekana mpiga pepo, nitakuja kesho mwisho mpaka kieleweke. Sisi hatumo miongoni mwa hao wasitao. Tumo miongoni mwa hao wanaoamini Mungu hata kuokoa roho zetu. Haleluya. So umesukuma na watu wa gani itaamua sana ushindi. Timotheo wa pili 2:13 muda umekwenda. Timotheo wa pili 2:13. Sema 2:13. Timotheo wa pili 2:13. Anasema kama sisi hatuamini yeye udumu wa kuaminiwa. Kwa kama wewe uamini, kuna watu wanafanyaje? Wanamwamini. Haleluya. Sitafuta watu ambao wanamwamini nani? Mungu, ambatana nao. Tafuta watu ambao wanamwamini Mungu. Usikae na watu ambao hawamwamini Mungu. Kama watu wana maneno kuvunja moyo kuanzia asubuhi mpaka jioni, kimbia hayo maneno. Tafuta watu ambao wanaungama maungamo makuu siku zote. Ali imekuwa ni chuma lakini analo neno kutoka kwa Bwana ya kwamba hapa tuna uwezo wa kuvuka katika jina la Yesu. Ali imekuwa yeleweki. Tafuta watu ambao wanaweza kusema kwamba jamani, sisi imetushinda, lakini yuko mmoja pale ambaye hasibaki na jambo. Tumwangalie huyo. Tafuta watu ambao wataijenga imani yako kumwamini Mungu kila leo. Ukiona mtu anayevunja imani yako, sio dhambi kuepukana naye. Sio dhambi kusema kwamba ninampa tuzo ambatane na maisha yake kwanza. Lakini kwa sasa natafuta watu ambao nitaijenga imani yangu kwa haraka, nimwamini Mungu kikamilifu. Sio dhambi kuambatana na watu ambao wanamwamini Mungu. Sio dhambi kuachana na watu wasiomwamini Mungu. Tengeneza mifumo ambayo itaiboost imani yako. Tafuta watu ambao watachochea imani yako. Tafuta wingu la mashahidi watakaoboost imani yako iende juu. Haleluya. Mwisho, sababu inapelekea uhaba wa imani, kukosa ushirika na Roho Mtakatifu. Amen. Unataka ushirika na nani? Na Roho Mtakatifu. Tafuta mazingira ambayo utakuwa karibu na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Umejazwa na Roho Mtakatifu. Tafuta mazingira ya kuendelea kutafuta ushirika na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa sababu kuna aina ya imani ambayo mtu anaipata baada ya kuwa na ushirika na nani? Na Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 8. 1 Corinthians chapter 12 verse 8. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 8. Kuna aina ya imani ambayo inatoka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Gift. Tulifundishwa aina ya imani ambayo inatoka kwa nani? Kwa Mungu. So unapozidi kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu, inazidi kuwa na nguvu. Haleluya. Inazidi kuwa na nini? Inasemaje ile andiko kwa Rafika? Wakorintho wa kwanza, malizia hapo. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 8. 12:8. Anasema hivi, maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yule. Mstari wa 9. Okay, ongezea na 9. Mwingine imani katika Roho yule. Verse 9. Mwingine imani. Mwingine nini? Imani. Kwa hiyo unapokuwa na ushirika na Roho Mtakatifu, azaliza. Unapokuwa na ushirika na Roho Mtakatifu, unapata zawadi ya nini? Imani. Haleluya. Zawadi ya nini? Imani. So ukikosa ushirika na Roho yako Bwana msaidie sana. Jamani, amen. Haleluya. Mwisho kabisa hapo, simama kwa miguu yako, lakini pointi yangu ya mwisho ni kutokumjua mwanzilishi wa safari yako ya imani. Kutokumjua mwanzilishi wa safari yako ya imani. Bwana msaidie sana. Waebrania 12 mstari wa 2. Kutokumjua mwanzilishi wa safari yako ya imani. Imani inaweza ikashuka kwa sababu unajua kwamba ni Yesu ameanzisha safari yako ya imani. Lakini ukijua kwamba ni Yesu ameanzisha safari yako ya imani, utakuwa na imani kuu na thabiti mbele za Bwana. Maana popote usipojua mwanzilishi wa kitu, huwezi kujua umuhimu wa hicho kitu. Huwezi kujua faida ya hicho kitu. Na unaweza kuona kwamba kina uwezo wa kukusaliti muda wote kwa sababu unjui aliyeanzisha ni nani. Lakini ukijua kwamba mwanzilishi wa safari yako ya imani ni Yesu, hakuna mtu atakayekuimbisha katika hilo.
Anasema huku Waebrania 12:2, anasema huku mkimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kuikamilisha safari yetu ya imani, the alpha and the finish of our journey. Tunamtazama Yesu kama mwanzilishi. Bwana asifiwe sana. Kama nani? Mwanzilishi wa safari yetu ya imani. Ukishuka kujua kwamba Yesu ndio mwanzilishi wa safari yako ya imani, utapata tabu. Simama tukamjia hapo pale. Mkono. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Nimejua sababu zinazopelekea imani yangu kushuka, imani yangu kupotea. Nisaidie sababu hata moja isiwe ni fungu langu, isiwe ni sehemu yangu. Nisishindwe kusoma neno, nisikose ushirika na wewe, nisizungukwe na watu wasiokuamini, Mwambie Yesu, nisizungukwe na watu wasiokuamini.